Naam, zimekatika dakika mbili baada ya saa moja saa zetu za Afrika Mashariki. Ujambo na karibu ndani ya taarifa zetu za TVC 247 hii leo, ikiwa ni tarehe 9 mwezi ni Februari mwaka 2026. Mimi ni Martin Base. Wenzangu, ujambo? Sijambo, niko salama. Vipi leo, umewaandalia nini watazamaji? Manake nimeona chuo kikuu cha Masai Mara wana pilika za hapa na pale za kisiasa. Ni matarajio makuu hapo kesho, ambapo tunangoja uchaguzi mkuu katika chuo hicho cha Masai Mara. Wacha tutawapa mengi zaidi katika habari. Naarifiwa mambo yatakuwa shwari kabisa katika uchaguzi, na hizi ndizo taarifa kuu. Chuo kikuu cha Masai Mara kitafanya uchaguzi wa serikali ya shule kesho Jumanne, ambapo kuna mirengo miwili, Fire na Power. Dereva wa lori ambaye ni mzaliwa wa Kenya anaishi Texas, Marekani, amehukumiwa kifungo cha miaka 6 baada ya kukiri kufanya ajali kimakusudi. Serikali imepanga kusambaza chakula cha msaada baada ya Wakenya zaidi ya milioni 3.3 kuathiriwa na ukame. Na bodi ya mikopo ya elimu ya juu almaarufu HELB inaendelea kugawa pesa za matumizi kwa wanafunzi licha ya wanafunzi kuwa na tumbo joto. Wanawake wanaofanyiwa uchunguzi wa saratani ya mlango wa uzazi hivi karibuni wanaweza kuanza kutumia mbinu rahisi na zisizo na usumbufu mbadala na kipimo cha Pap smear. Na kimataifa ni kwamba Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan leo amewapisha viongozi mbalimbali aliowateua hivi karibuni katika hafla iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Kwa nini Marekani na Urusi zinarudisha mawasiliano ya kijeshi kati yao? Na michezoni ni kwamba Manchester United wana hamu ya kumsajili Sandro Tonali ambaye ni kiungo wakati mwishoni wa msimu huu. Endelea kutegea ndani ya TVC 247, andamana nasi hadi tamati, usibonyeze ulipo, na hizi ni habari kuu. Nyua za chuo kikuu cha Masai Mara zimegeuka kuwa uwanja wa vuta ni kuvute, huku kampeni za uchaguzi wa chama cha wanafunzi zikifikia tamati, huku macho yote yakielekezwa kwenye mpambano kuu kati ya mirengo miwili yenye ushawishi mkubwa, Power na Fire. Kesho Jumanne tarehe 10 Februari 2026, maelfu ya wanafunzi wanatarajiwa kujitokeza vituo vya uchaguzi kuamua hatima ya uongozi wa chuo hicho kwa mwaka ujao. Na mrengo wa Power ambao unajipiga debe kwa kauli mbiu ya ukombozi na nguvu ya mwanachuo wamekuwa ukivamia mitaa ya chuo kwa mkutano ya kishindo, wakiahidi mabadiliko ya mfumo na kutetea maslahi ya mwanafunzi wa dhati. Kwa upande mwingine, mrengo wa Fire umekuja na moto wa kipekee, ukisisitiza sera za maendeleo, uwazi na kuwasha cheche mpya za uongozi zinazolenga kuboresha mazingira ya masomo na burudani chuoni. Hali ya ushindani imekuwa ya kiwango cha juu, huku kuta za chuo zikipambwa na mapambo ya rangi mbalimbali na sauti za vuvuzela zikisikika kila kona. Tume huru ya uchaguzi ya wanafunzi ISEC imewahakikisha wagombea na wapiga kura kuwa maandalizi yote yamekamilika na uchaguzi wa kesho utakuwa huru, wa haki na wa amani. Usalama umeimarishwa ndani na nje ya chuo ili kuhakikisha shughuli hiyo inakwenda bila vurugu zozote. Na wachambuzi wa siasa za chuo wanasema kuwa uchaguzi huu ni mmoja wa uchaguzi zenye ushindani mkali zaidi kuwahi kushuhudiwa katika miaka ya hivi karibuni, kwani vyama vyote viwili vimeonyesha ubabe wa kisiasa na ushawishi mkubwa kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza hadi wale wa mwaka wa 4. Je, ni Power itakayotawala kwa nguvu au ni Fire itakayowasha moto wa mabadiliko? Jibu litakalopatikana kesho pindi kura zitakapopigwa na kuhesabiwa. Na kwingineko ni kwamba watafiti wamegundua njia mpya na rahisi inayoweza kuleta mapinduzi makubwa katika ugunduzi wa saratani ya mlango wa uzazi wa kutumia damu ya hedhi badala ya njia ya kawaida ya Pap smear. Utafiti huo unaonyesha kuwa damu inayotolewa wakati wa hedhi na ina chembechembe za DNA ambazo zinaweza kubaini kuwepo kwa virusi vya HPV ambavyo ndivyo chanzo kikuu cha saratani hiyo, pamoja na mabadiliko mengine ya kibiolojia yanayoashiria hatari ya ugonjwa. Njia hii mpya inatajwa kuwa mbadala muhimu kwa wanawake ambao wamekuwa wakiepuka vipimo vya kawaida kutokana na usumbufu, aibu au ukosefu wa huduma za afya karibu nao. Kwa kutumia vifaa rahisi, kusema pedi maalum au vikombe vyenye hedhi almaarufu menstrual cups, kukusanya sampuli vikiwa nyumbani kwao, wanawake wanaweza kutuma sampuli hizo maabarani kwa uchaguzi wa haki, kufanyiwa uchunguzi wa ndani ya daktari, hali iliyopunguzwa vizuizi vya kisaikolojia na kimwili.
Wataalamu wa afya wanaamini kuwa uvumbuzi huu utasaidia kuongeza idadi ya wanawake wanaofanya uchunguzi wa mapema, hususan katika maeneo yenye rasilimali chache ambapo vifaa vya kutosha vya matibabu na madaktari bingwa ni adimu. Ugunduzi wa mapema ni muhimu sana katika kutibu saratani ya mlango wa uzazi, kwani ugonjwa huo ukitambuliwa katika hatua za awali, nafasi za kupona na kuzuia vifo huongezeka kwa kiasi kikubwa. Hata hivyo, watafiti wamesisitiza kuwa ingawa matokeo ya awali yanatia moyo sana, majaribu zaidi ya kitibabu yanahitajika ili kuhakikisha usahihi wa hali ya juu kabla ya njia hii kuanza kutumika rasmi katika hospitali na vituo vya afya kote duniani. Ikiwa itathibitishwa kikamilifu, mbinu hii itakuwa hatua kubwa katika kuboresha afya ya uzazi na kupunguza mzigo wa saratani miongoni mwa wanawake duniani kote. Na huo ndio mwisho wetu wa taarifa za saa moja. Jina langu ni Pauline Atelo. Na mtazamaji, hayo ndio tuliokuandalia hii leo. Kumbuka hii ni TVC 247, kituo ambacho tunakuandalia taarifa zilizopikwa zikapikika. Hivyo basi usikose kutufuatilia kwa mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram pamoja na WhatsApp. Lakini kumbuka, kabla ya kutamatisha taarifa, lazima nikuache na kauli ya siku kwamba usipige kelele kabla ya uchaguzi, piga kelele baada ya uchaguzi. Mimi ni Martin Base.